Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na msimamo wa kundi la Simba katika michuano mikubwa ya kombe la Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026, ambapo ikumbukwe klabu ya soka ya Simba wapo katika kundi B, kundi ambalo linaundwa na klabu ya soka ya Singida Black Stars kutokea katika nchi ya Tanzania, klabu ya Jamus kutokea katika nchi ya Sudani Kusini, na Simba wenyewe, bila kusahau Mogadishu City kutokea katika nchi ya Somalia, ambapo tunakwenda kutazama msimamo huu mara baada ya mechi za mzunguko wa pili kuchezwa kwa kila klabu. Fahamu msimamo ni kama ifuatavyo. Sasa fahamu, katika mechi za mzunguko wa pili Singida Black Stars walikutana na Mogadishu City kutoka katika nchi ya Somalia, mchezo ambao ulimalizika kwa Singida Black Stars kushinda magoli 4-1. Lakini mchezo uliofuatia Jamus walikutana na Simba Sports Club, mchezo ambao uliweza kumalizika kwa sare ya 0-0. Kwa hiyo ngoja tukatazame msimamo jinsi ambavyo unaakisi. Klabu inayoongoza katika kundi hili B ni klabu ya soka ya Jamus kutokea katika nchi ya Sudani Kusini, ambapo wao wamecheza michezo miwili wakishinda mchezo mmoja na kutoa sare mchezo mmoja. Jamus hawajapoteza mchezo wote, wakiwa wamefunga mabao mawili na wakiwa hawajafungwa bao lolote, na alama 4 katika kilele cha msimamo wa kundi B. Katika nafasi ya pili wako Singida Black Stars kutokea katika nchi ya Tanzania. Singida wao wamecheza michezo miwili wakishinda mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja. Singida wamefunga mabao 4 au kufungwa magoli 3 wakiwa wana faida ya bao moja na alama zao 3 katika nafasi ya pili. Anayekamata nafasi ya 3 ni mnyama Simba Sports Club, ambapo Simba yeye amecheza michezo miwili na kutoa sare michezo yote. Simba haijafunga bao lolote wala kuruhusu bao lolote, kwa maana kwamba safu yao washambuliaji si kali, huku pia mabeki wao wakiwa wanalinda vizuri. Simba Sports Club wana alama 2 katika nafasi ya 3, na nafasi ya 4 ni Mogadishu City kutokea katika nchi ya Somalia. Wao wamecheza michezo miwili wakitoa sare mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja, wakiwa wamefunga bao moja pekee na kuruhusu magoli 4 na alama yao 1 katika nafasi ya 4. Kumbukwe timu ambayo itakwenda hatua inayofuatia nusu fainali ni yule ambaye atamaliza kinara katika kundi hili. Sasa fahamu, mechi za mwisho za mzunguko wa 3 zinatarajiwa kuchezwa tarehe 31 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo klabu ya soka ya Simba wao watakuwa wakicheza dhidi ya Singida Black Stars, ambao wao wana alama Singida, Simba yeye ana alama 2. Lakini tunaona Jamus ambao ndio vinara wakiwa na alama 4 watakutana na Mogadishu City ya nchini Somalia, wakiwa wanahitaji kupata ushindi ili kuweza kuqualify hatua inayofuatia. Nini kifanyike ili Simba waweze kupita au Singida waweze kupita? Kwa sababu ukiangalia makundi yapo matatu. Kama makundi yapo matatu, basi ile timu ambayo itamaliza katika nafasi ya pili mwenye alama nyingi ndiye moja kwa moja atakwenda hatua inayofuatia, ni kutoka kundi A, kundi B ama kundi C. Kwa hiyo Simba kama atashinda atafikisha alama 5, huku akiziombea njia zile timu nyingine ambazo zipo katika makundi mengine. Kwa hiyo inabidi kusipatikane timu ambayo itafikisha alama ambazo wao watazifikisha. Kwa hiyo ukiangalia kwa karata hivyo, kuna uwezekano mkubwa Simba Sports Club wakatoka, kwa sababu kuna timu ambazo zina alama 3 huenda katika mechi zao za mwisho wakamaliza na alama 6 na kumaliza katika nafasi ya pili. Kwa hiyo karata kwa Simba kwa sasa imekaa vigumu kweli kweli. Kumbuka atapea Singida akishinda mbele ya Simba atafikisha alama 6. Kwa hiyo ni mchezo ambao Simba kwa sasa karata yake ameweza kuiweka reani ya kwenda hatua inayofuatia michuano mikubwa ya kombe la Sekafa Kagame Cup
kwa mwaka 2026. Toa maoni, ni mtazamo kwa hiki ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Je, kiwango chao kinakuridhisha? Toa maoni kwenye comment na sisi tutakuja kuyasoma.